naitwa Mashinda, ni mtoto wa 3 wa mzee Mtei. Mzee amefariki jana saa 4 usiku na mazishi yatakuwa Jumamosi hapa nyumbani, na misa itafanyika hapa nyumbani. Okay, labda pengine mzee alikuwa anasumbuliwa na nini na labda ilianza muda gani? Mzee ana miaka 94, kwa ni uzee tu. Yeah. Okay, labda kabla kufariki kuna mambo yote ambayo mliwahi kuyazungumza labda? Kuzungumza labda ya nchi? Mzee kwa miaka kama mwaka 1.5 alikuwa uzee ulizidi, na kusema kweli alikuwa hawezi hata kuzungumza. Kwa hiyo hamna ambacho tulizungumza kwa kweli. Yeah. Okay, alikuwa ni mtu wa namna gani kwa familia lakini pia kwa jamii kwa jumla, japo watu wanamfahamu kwamba amewahi kuhudumu kwenye nafasi za juu kabisa za uongozi, lakini pia yeye ndo muasisi wa chama kikuu cha upinzani hapa Tanzania kwa maana ya Chadema. Ningeomba tuendelee na kikao kwanza, kwa sababu kuna watu wananisubiri kule ndani. Alafu kama haya mambo ya kuzungumza tujizungumza baadaye. Alikuwa ni rafiki mkubwa wa baba yangu Engineer Felix Mchaki. Wamekuwa pamoja, wamesoma pamoja na vile vile walifanya kazi East African Community wote, na baadaye walikuwa kwenye biashara. Tulikuwa na kampuni inaitwa Quality Construction, na mzee alikuwa ni mmoja wa wakurugenzi, na nilimfahamu tokea utoto wangu kwa sababu tulikuwa ni marafiki wa kifamilia, na kwa kweli ni pigo kwa familia na kwa taifa na kwa jamii, kwa sababu watu wengi mnajua kwamba mzee Mtei ni kati ya waanzilishi wa kupigania demokrasia katika nchi hii. Mambo mengi aliyofanya yako katika maandishi ya magazeti, taarifa za vyombo vya habari. Kwa hiyo ningependa kusema hayo machache na kuwapeni pole sana. Kama mtu wa karibu wa mzee Mtei, mara ya mwisho kabla ya kufariki dunia umewahi kuzungumza naye ama alikueleza nini? Hapana, mara ya mwisho nilifika hapa tarehe 31 Disemba kumjulia hali, na hali yake kwa kweli alikuwa afya anaonyesha mzima, lakini ilikuwa inakuwa ina deteriorate tu. Hakuwa anaweza kuzungumza wala kutambua. Na kwa sababu umekuwa katika mazingira ya urafiki na ule udugu, kwa watu ambao hawamfahamu mzee Mtei au wanamsikia vyombo mbalimbali vya habari na maandiko yake, lakini wewe binafsi, hebu tuambie. Si urafiki, mimi ni kama baba yangu. Ndio. Unamfahamu ni binadamu wa aina gani mzee? Ameacha alama gani kubwa kwako? Mimi nafikiri hii ya demokrasia na kuitakia mazuri nchi hii ndio alama kubwa sana alioniachia. Family wise, ni mtu ambaye unadhani alikuwa ni baba wa namna gani? Ni kama baba yako kabisa. Ni baba mwenye upendo sana, ushauri mkubwa sana, mcheshi sana.